katika ujinga, wanaingia katika elimu. Wa an ilmi, kitu cha pili utaulizwa elimu uliyoisoma, madha amila bihi, wewe umeifanyia nini elimu uliyoisoma? Umeifanyia kazi gani? Hilo jambo. Jambo la tatu mwanadamu atakaloulizwa, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, utaulizwa haya mali wewe umeyachuma vipi? Umeyapata kwa njia ya uharamu au umeyapata kwa njia ya uhalali? Utaulizwa. Mwenyezi Mungu, mimi nimeyapata kwa mali haya kwa kumdhulumu fulani, kwa kumdhulumu, kwa kuchukua pesa za fulani, kwa kuiba sehemu fulani, ndio nikakusanya nikajenga majumba makubwa. Utaulizwa sasa. Mwenyezi Mungu, mimi nimeyapata haya mali kwa njia ya halali, nilikuwa nikifanya biashara na nilikuwa katika biashara yangu nilikuwa nikitoa yote kwa ajili ya kutaka riziki. Yote hayo utaulizwa. Wa an mali, kuhusu mali yako, yale unayochukua siku ya Kiyama, kila shilingi itaulizwa. Haya, shilingi yako hii, shilingi moja, kwanza tuanze katika milioni, shilingi hii umefanyia kazi gani? Mwenyezi Mungu, mimi nimefanyia hivi. Kila shilingi utaulizwa. Jambo la nne, wa an jismihi fima abla, na kuhusu kiwiliwili chako, huu mwili wako unaotembea huu, hilo tumbo, kila kitu chako katika mwili wako utaulizwa. Mkono ulikuwa ukifanya nini? Mkono wa Mwenyezi Mungu ulikuwa ukiiba sana, ulikuwa ukichukua pesa za fulani, ulikuwa pale. Sasa ndio hakuna kusalimika. Kama ulikuwa ukitumia mwili wako, haya tumbo likakuja katika tumbo, haya tumbo ulikuwa ukijaza nini? Ulikuwa nikijaza maghariba, ilikuwa nikijaza haramu, ilikuwa nikijaza dhulma za watu, ilikuwa nikijaza kadha wa kadha. Wa an jismi, huo mwili wako ambao kwamba unaogamba nao, huo mwili wako unaona kama ni sisbasi, utaulizwa. Mwili wako wewe ulikuwa ukifanyia shughuli gani? Ulikuwa ukiulisha vitu gani? Wa an jismihi fima abla. Na tulisoma katika sura ya Yasin, katika aya za mwisho kuanzia salamu qawlan rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afala takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma ma kuntum takfurun. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hii midomo yenu tayari hiyo siku itakuwa imefungwa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hiyo siku mdomo wako utafungwa, hautokuwa wazungumza zaidi, mikono itakuwa inazungumza. Mkono utaulizwa, haya mkono wewe ulifanya kazi gani na gani? Utaanza kusema yote yale ambayo kwamba ilikuwa wewe ulikuwa ukificha, mikono itatoboa, itaanza kusema siri yote. Haya miguu itaulizwa, wewe ulikuwa ukitembea wapi na wapi? Mimi nilikuwa nikienda kucheza PS. Mimi nilikuwa wakati wa swala watu wanasali, mimi nilikuwa natembea na kuangalia movie kwa banda. Miguu yote yashtaki hiyo. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun. Walau nasha lamasakhnahum ala manati. Kisoma haya mwisho ni ushahidi kuwa wa an jismihi fima abla, kuhusu mwili wako utaulizwa hiyo siku ya Kiyama. Ile siku ya hisabu utaulizwa mwili wako, huu mwili uliufanyia katika kazi gani? Na hiyo ndio hapo Mwenyezi Mungu anatuambia yauma yajma'u Allahu ar-rusula. Hiyo ndio siku ambapo Mwenyezi Mungu
atawakusanya mitume yote, fayaqulu, Mwenyezi Mungu atawauliza madha ajibtum. Kama mitume wenyewe wanakuwa wanaulizwa who are you, wewe ni nani mpaka usiulizwe? Mitume wenyewe wataulizwa, haya Nabii Musa, wewe nilikupatia risala yangu ufikishe, je, ulifikisha inavyopaswa? Ndio Mwenyezi Mungu nilifikisha, lakini kulikuwa na mambo kadha kadha kadha. Kila mtume ataulizwa. Wewe ambao kwamba ni shahada, kwamba wewe sio mtume, kwa nini usiulizwe? Lazima utaulizwa. Tukienda jambo la pili, ayusahila alayhi al-hisab. Alqaulu thabit, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi hiyo siku ya kuulizwa. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia katika sura Al-Inshiqaq, anatuambia fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hiyo ndio siku ambapo Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Kufanywa kwako wepesi ndio at-tathbit, hiyo ndio kuthibitishiwa, ndio al-qawl thabit. Hesabu zako zimefanywa wepesi, bimaana Mwenyezi Mungu amekufanyia wepesi. Kwa sababu gani? Wakati ulivyokuwa duniani, wewe ulikuwa ni muti'an lillah, ulikuwa ukimtii sana Mwenyezi Mungu amri zake. Jambo la pili, wewe ulikuwa ukizifanya ibada zake kwa ikhlas. Jambo la tatu, wewe ulikuwa umejivisha na sifa ya muumini. Ayusaidia, Mwenyezi Mungu atakusahilishia alayka hisabu. Hesabu siku hiyo zitakuwa ni wepesi, yaani kila nikiangaliwa amali zako zitakuwa kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia katika sura Al-Isra, wa amma man utiya, ama yule ambaye kwamba atabawa kitabu chake biyaminihi, kwa mkono wake wa kulia, fasawfa yuhasabu, hakika huyu bwana basi atahesabiwa hisaban yasira, hesabu iliyo ya uwepesi zaidi. Hiyo ni njia. Njia ya tatu, ayatajawaza anhu as-sunan wal khataya, ni wakati Mwenyezi Mungu anakuondoshea yale matelezo yako, ukateleza makosa kidogo kidogo yale. Sasa hiyo ndio Mwenyezi Mungu sasa anakusamehe. Kusamehe kwake ni vipi? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia kwa ushahidi, anasema yudna Allah, Mwenyezi Mungu humkurubisha almu'min, huyu mu'min, fayadha alayhi kafanahu, alafu ataweka mbele yake, alafu Mwenyezi Mungu fayuqarribuhu bidhunubi, Mwenyezi Mungu atamthibitishia kwamba wewe umefanya kitu kadhaa, wewe ulipitikiwa au kuswali swala hili fulani lakini ukailima, wewe ulipitikiwa ukafanya jambo hili, lakini yote haya ulikuwa ukiyafanya haya madhambi, lakini ulikuwa ukiyafanya kwa kuyaficha. Yote haya madhambi ulikuwa ukiyafanya licha kwamba ulikuwa ukizini, lakini ulikuwa ukimwasi Mwenyezi Mungu, lakini ulikuwa hautangazi. Maanake hiyo ndio tabia ya watu. Yeye akienda akipata binti mzuri akimzini, tayari ni kutangaza. Umeenda kama rafiki yake, shehe, yana ile kula chuma, asikwambie mtu. Wewe ujue tayari wajieleza siku ya Kiyama, wewe ukisimamishwa utakuwa na hili la kujitetea. Hautakuwa na kujitetea kwa sababu uliyatangaza madhambi yako, ulikuwa ukieneza madhambi, ulikuwa ukimwasi Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo siku Mwenyezi Mungu atakuita, atakuweka mbele yake, atakuonyesha yale yote ulikuwa ukimwasi, lakini ulikuwa ukiyaficha. Alafu atakwambia kama vile ambavyo kwamba ulikuwa ukiyaficha haya madhambi, satarlaha alayka fi dunya, haya ulikuwa ukiyastiri duniani, lakini ana aghfiruha, mimi haya ya kusamehe, nishakushufaia, nishayafuta haya. Kwa sababu gani? Wewe ulikuwa hakuna mtu ambaye kwamba aliyasikia madhambi ulikuwa ukiyafanya, hakuna mtu ambaye kwamba alikuwa anajua
zaidi ya mimi Mwenyezi Mungu akiyajua na wewe ukiaficha. Sasa mimi aghfiru halaka leo ndio siku ambao kwamba mimi nimeyafuta. Hii ndio siku ambao Mwenyezi Mungu ile atathbiti kuthibitishiwa, ndio hii siku ambao Mwenyezi Mungu anakufutia yale matelezo madogo madogo, ukayateleza ukamwasi Mwenyezi Mungu akutikiwa, ndio siku Mwenyezi Mungu ndio siku anadai anakusa. Wayuqalu, na kusemwa atathbitu fi arba'ati ahwali. Hii atathbitu tuliozieleza ziko hali tatu. Tumeeleza hali ya kwanza inda al-mauti, ni wakati wa wewe kufa. Tukaeleza na hali ya pili fil qabri hatta yajiba bila khawfi. Katika hali ya pili ni sehemu ya wewe wakati wafa, wakati umetiwa kaburini, pale itakuwa wajibu kwa usawa. Kwa nini wajibu kwa usawa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu kama alivyosema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Hii ndio tathbit ya pili ambapo Mwenyezi Mungu anakuthibitishia ukiwa ndani ya kaburi. Ya tatu inda alhisab, kama tulivyoeleza, wakati wa hesabu utakuwa Mwenyezi Mungu anakuthibitishia bilqawli athabit, anakupatia kitabu chako kwa mkono wa kulia, hesabu zako zahesabiwa hesabu yasira, alafu yale matelezo madogo madogo uliyoteleza Mwenyezi Mungu anakusamehe. Alafu sehemu ya mwisho wa inda sirat, wakati pale watu wanapita katika sirat mustaqim, hata yamura kalbarki khatif, utapita kama umeme. Mwenyezi Mungu pale, ile ndio tathbit ya mwisho ambao Mwenyezi Mungu anakuthibitisha. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat.